Hali gani mpenzi mtazamaji wa Force News Tanzania, ikiwa leo ni tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu katika kipindi chako pendwa cha mapitio ya kurasa za mbele za magazeti. Kipindi kinachokuletea vichwa vikuu vya habari kwa ufupi, kwa umakini na kwa ladha ya kipekee. Kipindi hiki kinadhaminiwa na sabuni ya Wakawaka, sabuni yenye vitamin C na B6. Sabuni hii ina sifa kede ikiwemo kung'arisha ngozi, kuilinda ngozi dhidi ya magonjwa kama utangotango, pumu ya ngozi, kuondoa chunusi, harara na madoa sugu. Wakawaka, ng'ara kwa kujiamini. Tuanze na gazeti la kwanza, kichwa kikuu cha habari leo. Dr. Mwigulu aridhishwa ujenzi sekondari ya Sinya, asema umezingatia thamani halisi ya fedha kwa ubora. Akagua ujenzi mradi wa maji safi uliotekelezwa kwa gharama ya bilioni 13. Ulege atangaza neema kwa wahandisi vijana, wahaidiwa kazi na zawadi. Ubunifu ndio utawabeba. Ni kuunga mkono bilioni 200 za Rais Samia. Bandari ya Musoma kufanyiwa ukarabati. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mapinduzi makubwa ya uwezeshwaji wachimbaji wadogo mitaji nchini. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili unapata habari hii kwa kina. Musoma kunufaika na mradi wa kisasa wa uwanja wa ndege, waziri aagiza kasi ubora kuzingatiwa. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivyo ndivyo tunavyohitimisha na gazeti Mwanahabari. Na sasa nimeshika gazeti Majira. Makubaliano ya kihistoria yafungua milango ya mitaji. Sasa wachimbaji wadogo kuwezeshwa mitaji kufuatia makubaliano ya CRDB na Tume ya Madini. Waziri Mavunde asema ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais Samia. Ulege atangaza neema kwa wahandisi vijana. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Mwigulu azindua sekondari mpya ya Sanya. Habari hii unaipata ukurasa wa 4 vile vile. Naibu waziri aagiza taka zitumike kama malighafi. Ukurasa wa 4 ndipo inapatikana habari hii kwa uzuri zaidi. DC Mpogolo aihakikishia FCC ushirikiano wa karibu. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti Majira. Dr. Mwigulu akagua mradi wa maji Sanya. Mashambulizi ya Urusi ya athiri nishati na reli kote Ukraine. Habari hii unaipata ukurasa wa 19 wa gazeti Majira, na hivyo ndivyo ninavyohitimisha. Na moja kwa moja ni unakamata gazeti Jamhuri. Maisha ya Kardinali Pengo, kiongozi mnyenyekevu kutoka Sumbawanga aliyefanya makubwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mipango bora ya wazee wa Mwanze ilimwezesha kupata elimu ya msingi bila bughudha. Kuzikwa Jumamosi ijayo katika eneo walikozikiwa misionari waliofia dini waliouawa miaka zaidi ya 100 iliyopita. Soma ukurasa wa 2 wa gazeti hili, utaipata habari hii kwa kina zaidi. Mwigulu asubiriwa kila kona. Habari hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. UDA tiaja na kasi mpya. Ukurasa wa 5 wa gazeti hili utaipata habari hii kwa uzuri zaidi. Siku 100 za miradi, mapato na mageuzi chini ya rais. Ukurasa wa 11 wa gazeti hili utaipata habari hii kwa kina. Mabadiliko chanya sekta ya uvuvi. Utaipata habari hii ukurasa wa 8 wa gazeti Jamhuri. Na hivyo ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Jamhuri. Na hapa ninakamata gazeti Uhuru. Gavana asema Tanzania ipo vizuri mfumuko wa bei. Asema kutokana na usimamizi makini wa sera na mifumo madhubuti ya kiuchumi. Habari hii utaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kichwa cha habari kingine kinasema sekta madini kuwa injini, asema Mavunde. Ukurasa wa 2 wa gazeti hili utaipata habari hii kwa kina zaidi. Ruwaichi ataja ugonjwa uliomuua Kardinali Pengo. Kuipata habari hii kwa kina utakwenda ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Maagizo ya Rais Samia Kariakoo yatekelezwa 95%. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ulege atangaza mkakati kukuza ubunifu wa ndani. PSSF yaweka historia kubwa taasisi ya OLK. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti Uhuru, ukweli daima. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha. Na kamata gazeti Dira ya Mtanzania, hoja kwa wote, ubunifu kuwabeba wahandisi vijana. Waziri Urega awatangazia neema kuunga mkono bilioni 200 za Rais Samia. Na hapa mpenzi mtazamaji, kuna habari picture inasema waziri wa ujenzi Abdallah Ulega akizungumza na jumuiya ya wanafunzi wa fani ya uhandisi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam jana. INEC ya wanoa wasimamizi wa vituo
kura Peramio, serikali kuendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji. TANESCO REA watakiwa kuwaunganishia umeme wananchi kwa wakati, wananchi kufungiwa mita janja. Waziri Mkuu ataka skana mashine na manga kabla ya Julai. Hivyo ndivyo ninavyohitimisha kipindi hiki cha mapitio ya magazeti, kinaletwa kwenu na sabuni Wakawaka yenye vitamin C na B6, inang'arisha, inalinda ngozi dhidi ya magonjwa kama utangotango pamoja na pumu ya ngozi, naondoa chunusi, harara na madoa sugu. Usikubali ngozi yako ipoteze thamani, tumia Wakawaka ung'are kila siku. Moja kwa moja tunakamata gazeti Tanzania Leo upande wa michezo. Kula tano, Rais Samia mpongeza Gea, wa Tanzania waomba kujitokeza kumpokea leo KIA. Yanga soka yaipigia hesabu JKT Tanzania. Kocha Simba ataka mabao zaidi. Sterling agusa nyasi ikipita miezi 9. Ronaldo aamua kubaki Uarabuni, yapata shavu Ridwan. Nahitimisha na gazeti Tanzania Leo upande wa michezo, na kamata gazeti wa Machinga upande wa michezo. Homa ya Derby sasa yapamba moto. Erasto Nyoni asema Kagera Sugar itapata ligi. Kambi ya Twiga Stars kicheko Misri. Chelsea sasa yakomaa na Luvanga. Nahitimisha na gazeti wa Machinga upande wa sport. Na sasa nimeshika gazeti Majira. Rais Samia wapongeza wanariadha Gea Dinda wanaopeperusha vyema bendera ya Tanzania. Daegu Marathon kuwasili nchini leo. Kocha Simba soka ya apania kuzua pointi 9. Hivi ndivyo ninavyohitimisha na habari za michezo kutoka gazeti. Hayo ndiyo yalikuwa mapitio ya kurasa za mbele za magazeti kwa leo. Kwa habari zaidi hakikisha unapata nakala yako ya gazeti. Mimi ni Ngonise Kahise kutoka Force News. Usisahau kusubscribe channel yetu YouTube na kutufollow katika page mbalimbali za kurasa za kijamii. Vile vile usisahau mpenzi mtazamaji, ng'ara na sabuni ya Wakawaka, na uwe nasi tena kesho kwa mwendelezo wa habari motomoto. Uwe na wakati mzuri.